Kwanza kabisa lengo la ziara yangu hii ni kuja kutembelea maeneo ya mto wa Great Ruaha upande au ukanda wa chini, kwa maana ya chini ya bwawa la Mtera. Na ziara hii ni mahususi kwa sababu tunataka kuja kujionea hali ya maji ikoje baada ya kuruhusu maji kwanza kutoka katika bwawa la Mtera baada ya maji hayo kuwa yamejaa. Kimsingi kuanzia tarehe 31 mwezi wa Machi maji yalijaa sana katika bwawa la Mtera kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha, lakini na jitihada kubwa ambazo zinafanywa na bodi ya maji bonde la Rufiji pamoja na wizara ya maji kuhakikisha kwamba maji yanakuwepo katika mito yote iliyopo katika bonde la mto Rufiji. Kwa hiyo jitihada hizi pamoja na mvua imepelekea maji kujaa kwa wakati katika bwawa la Mtera ambao ni kawaida, na sasa ili kulinda usalama wa bwawa tulilazimika kuhakikisha kwamba tunaanza kuyapunguza yale maji kwenye bwawa ili aweze kutoa nafasi ya maji mengine kuingia. Usipoyapunguza, tafsiri yake ni kwamba yatavuka yenyewe na yataleta hatari kwa miundombinu ya bwawa. Sasa hiyo itakuwa ni hatari kubwa kwa sababu yanaweza kaleta shida kwa wananchi wanaokaa huku chini, lakini pia na kwenye miundombinu wenyewe wa bwawa. Kwa hiyo kama serikali tunawajibika kuja kuwapa taarifa wananchi. Tulishatoa taarifa kwa njia mbalimbali za kiserikali, lakini na sisi pia wakati zoezi hili linaendelea tumeona leo tuje tujionee hali ya maji huku ili isije ikaleta shida kwa wananchi. Kwa hiyo lengo kubwa la kuja ni kutoa tahadhari kwa wananchi na kuwafahamisha kwamba tumeshaanza zoezi la kufungulia maji katika bwawa la Mtera, na tumeanza kufungua kidogo kidogo kwa kadiri maji yatakavyokuja, na zoezi hili litaendelea mpaka pale maji ambapo yatapungua na kufika katika kiwango kile kinachotakiwa katika bwawa la Mtera. Kwa hiyo nitoe wito kwa wananchi wanaokaa ukanda wa chini wa bwawa la Mtera na bwawa la Kidatu kuchukua tahadhari, hususan wananchi wanaofanya kazi ndani ya mto au pembezoni mwa mito, hasa wale wavuvi, wakulima, wafugaji. Ni vizuri tunapofanya shughuli zetu hatujazuia kufanya shughuli zifanyike, lakini tahadhari iwe kubwa tukijua kwamba kuna maji yanaendelea kufunguliwa kutoka kule katika ukanda wa juu wa bwawa la Mtera. Kwa hiyo na hii ni mahususi kwa wilaya ya Iringa, kwa maana Iringa vijijini, vijiji vile vilivyopo kando ya mto Ruaha mkuu baada ya bwawa la Mtera, lakini wilaya ya Kilolo pia kuna wilaya ya Kilosa, na wilaya ya Kilombero. Kwa haya ni maeneo muhimu sana ambayo tunatakiwa wananchi tuchukue tahadhari. Vile wenzetu wa TANROADS kwa maana ya madaraja, miundombinu mbalimbali ya madaraja, lakini wenzetu wa TAZAMA kwa maana ya miundombinu ya kupitisha mafuta, TAZAMA pipeline, na TAZARA pia miundombinu ya madaraja ya reli, na wenzetu wa kiwanda cha sukari cha Kilombero, na wao pia kwa maana ya eneo lile. Kwa tunaendelea kutoa tahadhari na wananchi wote, lakini kikubwa ni kwamba wananchi wasiwe na hofu. Tutaendelea kutoa taarifa mara kwa mara kwa kadri tunavyofungua maji. Kama kutakuwa na ongezeko kubwa la maji, tutawafahamisha kupitia njia mbalimbali, njia za habari, lakini pia kupitia serikali za vijiji na jumuiya za watumia maji. Kwa sasa tuko kwenye zoezi la ufunguaji wa maji bwawa la Mtera. Kama wajibu wangu kwenye maeneo ambayo nayasimamia, nimetoa taarifa kwenye vijiji vyote vinavyounganisha wilaya tatu, kwa maana wilaya ya Kilolo, wilaya ya Mpwapwa na wilaya ya Kilosa. Kuna vijiji ambavyo vya Nyanzwa na Igunda vipo wilaya ya Kilolo, kijiji cha Idodoma na Malolo wa Zaganza yupo wilaya ya Mpwapwa, lakini kuna kijiji cha Malolo B na Malolo A vipo wilaya ya Kilosa. Pia kijiji cha Ruambuyuni wilaya ya Kilolo na kijiji cha Msosa. Kwa kushirikiana na viongozi wa serikali za vijiji tumewapa taarifa kwa wakati, na mpaka hivi ninavyozungumza hali ni shwari. Wananchi wana taarifa, wenye mashine na watumia maji wengine wanayetumia maji kwenye mto Ruaha ambao kwa sasa umeongezeka kulingana na ufunguliaji wa bwawa, wapo mbali na maji na hakuna shida ya aina yoyote, na wanapata taarifa kwa wakati kupitia jumuiya. Tunajitahidi kuwa taarifu usiku na mchana. Simu yangu inapatikana masaa 24
nawasiliana na waliopo kule bwawani muda na wakati wote, na ninapopokea taarifa kutoka bwawani nami nawapa taarifa waliopo huku chini. Kwa hiyo kwa eneo letu hakuna madhara yoyote na hatutegemei kupata madhara, kwani tunajitahidi kutoa taarifa kwa wakati. Kijiji Rwambuyuni kwamba nadhani tarehe 30 tupata taarifa kwamba kuna tangazia kwamba watu wa viongozi wa bonde Rufiji kwamba wanaachia maji. Sasa kwamba inabidi mwatangazie wananchi wenyu, watu waliokuwepo kando kando ya mto, ili watoe mashine zao, na wale watu ambaye wanaivua samaki basi nao waweze kujiangalia na hali ya maji kwamba yanaachiwa hayo maji. Kwa nadhani wananchi tuliweza kuwatangazia watu wote kwamba jamani, natakiwa sasa kutahadhari, natakiwa kila watu kwa maji yanaachiwa maji kwamba ili muweze kukaa pembeni kwa ajili ya maji ni hatari, kwa nani itakuwa ni hatari ya maji. Kwa upande wa tahadhari ya maji kwa wananchi wetu, tumewatangazia kupitia matangazo kupita mitaani, mtangazaji kwa kutoa tahadhari kwamba maji haya yameshafunguliwa kule Mtera. Kwa hiyo tukae kwa tahadhari, kwa vile tulikuwa tumezoea kuyatumia, kwa sasa hatutaki kuyatumia haya maji kulingana na hiyo zoezi hilo mpaka watakapotangaziwa tena.